Amesema hayo wakati akifungua mkutano wa Injili ulioandaliwa na KKKT ushirika wa Nkwaranga kwa kushirikiana na huduma ya New Life in Christ wilaya ya Rumeru na kufanyika katika viwanja vya ushirika huo uliopo Diocese ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa mikutano ya Injili inasaidia kutangaza ukuu wa Mungu kwa mataifa katika kutekeleza agizo kuu la Yesu Kristo la kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake. Wito wangu kwa washirika na kwa wachungaji, waandae mikutano ya Injili. Katika nyakati hizi, mikutano ya Injili imeachwa sana. Mikutano ya Injili kazi yake kubwa ni kubomoa na kuharibu mitandao mibaya ya shetani, lakini kuwaalika watu kwa Yesu, waweze kumrudia Bwana, waweze kurudi katika kusudi la Mungu. Matendo mazuri kwa Mkristo ni itikio la imani. Matendo ya huruma kwa Mkristo ni itikio la imani. Tunahitaji Wakristo ambao wanajua wako kwa ajili ya watu wengine. Watende mambo mazuri, watende mambo ya kupendeza, wawasaidie wenye mahitaji, wasaidie yatima, wajane, wasaidie watu wenye ulemavu, wasaidie watoto, wasaidie masikini na wahitaji katika mazingira yao kwa ajili ya mahitaji yale ya msingi, lakini pia kwa ajili ya elimu. Mnenaji wa mkutano huo kutoka jijini Dar es Salaam, Mwinjilisti Teddy Steven, amesema lengo la mkutano wa Injili ni kuwafungua watu waliofungwa na nguvu za giza na kuitangaza Injili iokwayo. Na lengo la mkutano wa Injili kubwa ni ili watu waweze kumrudia Mungu na kumjua Mungu na kupenda ibada. Lakini pia watu waweze kufunguliwa kutoka kwenye vifungo mbalimbali ambavyo mwovu amewafunga. Na katika mkutano huu watu wengi wataokolewa, watu wengi wataponywa, watu wengi watamuona Mungu. Na tutamuona Mungu katika mkutano huu kwa kiwango kikubwa sana. Na watu wengi wamefunguliwa, watu wengi wamemjua Kristo, wameokolewa, na zaidi ya yote watu wameona furaha ya kumjua Mungu na kumrudia Mungu. Na ninashukuru Mungu pia hata kwa jinsi ambavyo media yetu ya Upendo TV, jinsi ambavyo imekuwa pamoja nasi kwenye huu mkutano kuhabarisha watu juu ya habari ya mkutano unaoendelea hapa Nkwaranga. Mungu akubariki sana mwandishi, na Mungu aendelee kuinua huduma hii katika jina la Yesu. Nao baadhi ya washiriki wa mkutano huo wakiwemo Joshua Mbise, Happiness Nko na Stella Ayo wameeleza kuwa kupitia mkutano huo wamejifunza mambo mengi ikiwemo kuishi maisha matakatifu. Jambo kubwa na la muhimu ambalo tumejifunza kwanza ni kuishi maisha matakatifu hapa duniani. Lakini pia ni kuwa na upendo na watu wote. Maana yake ni kwamba katika hili tunajifunza kwamba sisi binadamu tunatakiana. Na kama tunatakiana ama kuhitajiana, maana yake ni lazima tuone umuhimu wa kuwa na ushirika mwema na jirani, lakini na ushirika mwema ndugu jamaa na rafiki, ili yale matendo ambayo tunayafanya yakapate kumtukuza Mungu. Lakini pia tuwe msaada kwa kila mmoja. Wakristo mara kwa mara tunaposikiliza ujumbe wa neno la Mungu, tujue kwamba tuna kazi ya kutendea kazi ili tuweze kutimiza malengo, ili tuweze kufika mbinguni. Ndilo lengo hasa la kusikiliza neno la Mungu na kulielewa. Katika ufunguzi wa mkutano mimi nimejifunza kutenda matendo mema, kuyaishi matendo mema, ili niweze kukumbukwa na mimi hata nitakapopata jambo lolote au nitakapopitia changamoto yote nikumbukwe na watu, kuanzia ndani ya familia, kanisani na jamii inayonizunguka kwa ujumla. Natamani kuyatenda matendo mema. Kutoka hapa mkoani Arusha katika ushirika huu wa Nkwaranga, Diocese ya Meru, mimi ni Elihuru Machao, Upendo TV, habari.